inaendana na tukio lililopo. Sasa tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe? Hapo patakuwa pana dola kweli? Dola haiko hivyo, na hayapo Tanzania peke yake. Tulishashuhudia kwa wenzetu, waandamanaji wengi wanaingia njiani, na wakiingia njiani, serikali ikiona huu uandamanaji unakwenda pasipo, wanaweka nguvu kubwa. Wanaweka nguvu kubwa. Yameshafanyika kwenye mataifa huko na tumeyaona. Sasa wanaporudi kutulaumu mlitumia nguvu kubwa, wao walitaka nini? Tujiulize, je, hao ndio wafadhili wa kile kilichofanyika? Walitaka tuangalie ile mobu mpaka ifanikiwe walichowapa fedha, walichowatuma? Hapana. Tuliapa kulinda nchi hii na mipaka yake, usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo katika kufanya hivyo, kama wanavyofanya wao, na sisi tutafanya vile vile kuilinda nchi. Kwa nini siku ya uchaguzi? Siku ya uchaguzi kwa sababu walishajua kuna ushindi mkubwa wa Chama cha Mapinduzi. Kuna ushindi mkubwa wa Chama cha Mapinduzi. Waangalie kampeni zetu tulizozifanya, waangalie watu walivyotuitikia, waangalie kazi tulioifanya ndani ya miaka 5 iliyopita. Walijua, na wapinzani wetu walikataa kuingia. Hawakuzuiliwa na mtu, walikataa wenyewe kuingia kwa sababu walishajua wasingefanikiwa. Walishajua aibu ingewapata kwa kazi iliyofanyika na mwitikio wa wananchi kwa Chama cha Mapinduzi. Aibu ingewapata, na ndio maana wakakataa kuingia kwenye uchaguzi. Lakini wanayageuza, serikali imewazuia kuingia ndani ya uchaguzi. Lini tuliwazuia? Na yafafanua haya, ndugu zangu wazee wa Dar es Salaam, muijue hali halisi. Inawezekana katika vikao huko mnayasema ambayo hamna na taarifa nayo kamili. Hatujawazuia. Na katika taarifa zinazotolewa na waliokuwa huko lakini wakaamua kurudi kwamba hawaridhishwi na yanayotokea, wanatuambia walikaa vikao na wakaamua tusiingie, tutakwenda kupata aibu. Lakini kwa kuficha aibu ambayo wangeipata, wamezusha hili lililotokea. Kwa nini siku ya uchaguzi? Haki gani inadaiwa siku ya uchaguzi? Kama kuna haki yoyote inadaiwa, hakuna siku nyingine, hakuna njia nyingine ya kudai hiyo haki mpaka yafanywe yale yaliyofanywa. Ni maswali ya kujiuliza. Lakini katika hili tunaambiwa kuna waratibu ambao wanaishi nje ya nchi. Wengine tunawajua, wengine hatuwajui. Tunaendelea kujifunza na kuwatafuta, tuwajue tu ni kina nani. Sasa hebu watu wote hapa chini ya miaka 50 wasimame. Watu chini ya miaka 50 wasimame. Aha. Kwa hiyo wengi waliosimama hapa naona ni mawaziri wangu, wengi chini ya miaka 50. Haya, kaeni. Viongozi wa dini wachache, na vijana wa jiji la Dar es Salaam, na wafanyakazi wa serikali wachache. Sasa hili jambo lina waratibu kutoka nje. Lakini kwa nini waratibu kutoka nje? Wale waratibu wa Tanzania tunaowajua, wale
ni shida za maisha, ni shida za maisha. Akisukuma maandamano, umbea na nini kuhusu Tanzania, Watanzania wale vijana ambao wanadai ugumu wa maisha wanatumia fedha zao kununua bando, kuangalia na kuwasoma amesukuma nini. Lakini yeye ukisoma, yeye kule anatiliwa fedha. Kwa hiyo kimoja kinachowasukuma ni shida ya maisha. Kule waliko hawako sawa, kuna shida ya maisha. Sasa kuna wale ambao pia hawana shida ya maisha, wako pazuri, wanalipwa na hao wanaotaka hayo yatokee, lakini wamekosa uzalendo tu, wamekosa uzalendo tu. Na ukiwatizama vizuri si wa Tanzania kamili. Kwa hiyo it doesn't matter whether Tanzania inaungua haiungui, yeye ana nafasi ya kuwa nje, si Mtanzania kamili, hana shida hizo, hana shida hizo. Kwa hiyo hili jambo lilipangwa kwa uratibu mzuri, lakini hebu tuangalie sasa wale waliolipanga na kudai wana madai kwenye hili. Nianze na wenzetu wa vyama vya upinzani. Kama nilivyosema kwamba hawa watu waliishiwa nguvu, maneno ya vijana waliishiwa power, na waliona kabisa mbele kwao sio kuzuri, na kuingia kwenda. Hawa watu wana frustration zao huko nyumbani kwao, lakini wanataka kujificha na kusukuma lile dude kwa watu. Huko waliko hawako sawa, wanapambana wao kwa wao ndani, wamemeguka wao kwa wao ndani, wamemeguka wanasiasa, wakaenda vyama vingine, wanaharakati wakabaki. Kwa hiyo wenyewe kwa wenyewe huko ndani hakuko sawa, wasitulaumu sisi, ni wao wenyewe huko ndani. Kwa hiyo kasoro walizo nazo huko wanataka kuzisukuma huku kwetu. Hakuzuiliwa kuingia kwenye chochote. Ni hawa ambao mwaka 2020 mpaka 2023 nilifanya kazi kubwa ya kuzungumza nao, nikanyosha mkono wa rehema, njoni nyi wa Tanzania, njoni tukae tuzungumze yetu, twende vile tunavyotaka. Nikaunyoosha vizuri, nikidhani na wanyooshea watu wa Tanzania ule mkono wa rehema, na wataupokea, tutakuja tukae vizuri. Ni hawa niliowakuta nje wanasafa, hawana shilingi mkononi, wakaomba sana kuja kuniona, nikawapokea, tukazungumza, hawana hata shilingi. Nikatoa kiposho changu nilichogaiwa cha safari, nikawapa waendelee na maisha wakiwa nje. Ni hawa walionambia sawa tutarudi, lakini tuna kesi. Nikawaambia kesi nitazifuta, njoni tukae tuzungumze, tujenge nchi. Na wamekuja, baadhi yao wamekuja mikono mitupu, hawana kitu. Tukatoa fedha zetu kuwapa waanzie maisha hapa Tanzania. Sasa nataka mumpe cheo mtu wa aina hiyo, alionyoshewa mkono wote huo wa rehema na mkono wa upatanishi. Yeye kaja, yule aliyemnyoshea ndio wa kwanza kumkashifu, kumtukana na kugeuza mambo, kuichafua nchi. Huyo mtu anaitwaje? Huyo mtu anaitwaje? Hii si tabia ya Watanzania. Wakati ule nafanya yote nilijua naongea na Watanzania waliotimia, wenye akili timamu. Nikajua watarudi, tukae, tuzungumze, tuende. Na niliwapa fursa zote, nyinyi ndo mashahidi. Niliwafungulia, walitaka kufanya maandamano, wakafanya maandamano, tukawasindikiza mpaka walipofika, wakasema yao, wakatawanyika. Yale ndo maandamano ambayo yameruhusiwa kikatiba, na ukiomba polisi atakwambia nenda kaandamane, tuambie ni ruti, tuwalinde mpaka mfike seme yenu. Yale ndo maandamano.
haya yaliyofanyika si maandamano. Ni hawa niliowapa fursa ya kufanya shughuli zao za kisiasa. Sasa siasa si kutukanana, siasa si kubezana, si kuharibu nchi. Hiyo sio siasa. Wazee wetu wa zamani, ukiwa na harakati hizo, wanasema huyu hajui siasa, huyu hafanyi mambo yake kwa siasa. Ina maana siasa maana yake ni usalama, siasa maana yake ni uungwana. Hiyo ndiyo maana ya siasa. Sasa kama mtu unampa ruhusa afanye siasa za kisiasa, anakwenda kufanya siasa anazozijua yeye za kuvuruga nchi, hiyo sio siasa. Hiyo sio siasa. Kwa hiyo ndugu zangu, niseme kwamba madai yoyote waliokuwa nayo chama hiki cha siasa au vyama hivi vya siasa, hawakupaswa kutumia njia ile kudai kwamba sasa tukae na kwa masharti tuzungumze ili na wenyewe warudi kwenye terms. Hapana, haikuwa hivyo. Lakini kundi la pili, tuangalie vijana. Vijana wetu hawa wameingizwa njiani, wakaimbishwa wimbo wasioujua. Wanadai haki. Haki gani? Hebu avutwe tu kijana pembeni, wewe uliingia unadai haki. Hivi ni haki gani? Na hiyo haki hawakuweza kuidai kwa njia nyingine mpaka waingie njiani, wakafanye vurugu, walipwe, wakachome vituo, walipwe, wakafanye vurugu walizozifanya. Hiyo ni haki gani? Lakini jengine wanalobebeshwa, wameingia njiani eti kwa ugumu wa maisha. Astaghfirullah. Turudi kwa Mungu tustaghfiru. Ningekuwa na uwezo, ningebeba vijana wa Tanzania nikawatupa kwenye nchi tofauti tu hapa Afrika pamoja na majirani zetu, wakaone ugumu wa maisha uliokuwepo, alafu waseme kwamba kwao Tanzania ni pahala pema. Hawana sababu, hawana. Ugumu wa maisha kwa raha zako kabisa. Mwenye ugumu wa maisha kweli kwa raha zake kabisa ataingia njiani akaimbe oyoyoyo, huo ugumu wa maisha. Mwenye ugumu wa maisha ana struggle, anahangaika kutafuta chakula chake cha leo. Na wengi walikuwa kwenye kazi zao, wale wana ugumu wa maisha. Wengine hawakuwa na ugumu wa maisha, walikuwa wana sababu zao wenyewe. Kwa wale watafiti wafanye utafiti ndani ya Afrika Mashariki na nje, labda kusini mwa Afrika, waangalie nafasi ya Tanzania kwenye ugumu wa maisha. Wende wakaangalie. Kwa vijana wetu wasimezeshwe tu na wenyewe wakameza, hapana. Lakini kwa nini yote yanatokea haya? Tumejifunza kwamba vijana wetu tumewaacha wanakuwa wenyewe. Wanakuwa hawana mwelekeo, wanakuwa hawana watu wa kuwaongoza vizuri, na kwa maana hiyo hawana elimu ya uzalendo. Hayo ndio tuliojifunza. Vijana wazalendo hata kutoka vyama vya upinzani hawakukubaliana na hali ile. Walikuja kutuambia, jamani, kaeni vizuri, kuna hili linapangwa huku. Wale ni vijana wazalendo kutoka vyama vya upinzani. Lakini vijana wetu wengi wa Tanzania hawana uzalendo, na hilo serikali tumejifunza na tutakwenda kulifanyia kazi. Na ndio maana nikasema niunde wizara nzima ya vijana ili kushughulikia vijana kwa upeo mpana badala ya kuwa na kitengo ndani ya wizara kubwa. Kwa hiyo kwa upande wa vijana wetu hawakuwa na sababu yoyote ya kuingia njiani ila kutumwa na kuimbishwa mambo yasiyowahusu.